baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo. Na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu, na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila. Unaweza ukashinda kwa upanga. Unaweza ukashinda kwa njama. Unaweza ukashinda kwa uongo. Unaweza ukashinda kwa ghiliba. Unaweza ukashinda kwa ulaghai. Unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu, na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu. Ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu. Una wajibu wa kutoa mbadala wa mipango. Una wajibu wa kutengeneza mikakati. Una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa ghiliba ukadhani utaongoza chama kwa ghiliba au nchi kwa ghiliba au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, ni watu wazima hapa. Na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni kuna gharika inakuja. Nataka niwaambieni kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa ghiliba. Watu wamewagundua, watu wamewaona. Leo kila ukiwashauri kitu wewe ni timu fulani wewe. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti. Kila ukiwashauri kitu wewe ni mCCM. Yaani hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Lakini sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wewe umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Bana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukiyasema tulokuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana. Kwamba eti no reform wameirithi. Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vilivyotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Sasa hivi ukiwauliza kitu chochote ni no reform, no election. Jamani chama kinahitaji kujiandaa, no reform, no election. Jamani chama kinakufa huku chini, no reform, no election. Jamani chama hakina fedha hiki, tutafuteni, no reform, no election. Yaani kilo unapagusa, no reform, no election, no reform, no election, no reform. Jamani hiki chama kitaendeshwa na no reform, no election peke yake. Maana sawa, no reform, no election. Tunakuja November, sawa hatujagombea. And then what next after November? Kwa hiyo sisi ni watu wazima, tunajitambua na ninaamini sana kwamba tutaendelea kujitambua. Na watu wataendelea kuona ulaghai waliokuwa hapa.
Leo yatatoka, wataandika mambo yote, lakini wazungu wanasema muda ni mwalimu mzuri sana. Time will tell.